Asante Mheshimiwa Spika na kushukuru kwa nafasi. Nianze na kuwapongeza Mheshimiwa Waziri Pindi Chana pamoja na Katibu Mkuu, lakini na wakuu wote wa taasisi zilizoko chini ya wizara hii ya Maliasili na Utalii kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Spika, nipongeze pia kwa hatua hii ya ukuaji wa sekta ya utalii kama ambavyo hotuba ya waziri imesema. Kwa kweli tunafarijika sana, haswa tukiamini kabisa kwamba huu ni mchango mkubwa sana wa mwanadiplomasia namba moja Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye dhamira yake ya dhati katika kukuza sekta hii kila Mtanzania anaiona, na kwa kweli tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu basi aendelee kuboresha huduma na ustawi katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, mimi nina maeneo mahususi kama matatu hivi niachangie kwa haraka kwa changamoto ya muda. Eneo la kwanza ni pamoja na ukuaji wa sekta ya utalii, lakini bado tuna changamoto ya wanyamapori, haswa sisi ambao tunakaa pembezoni mwa hifadhi. Kule Lushoto tuko pembezoni mwa hifadhi ya taifa ya Mkomazi, na hifadhi hii inapatikana katika mikoa miwili ya Kilimanjaro na Tanga, lakini kwa kweli wenzetu wa TANAPA sehemu kubwa sana wamelalia katika mkoa wa Kilimanjaro. Kwa huku Tanga haionekani sana, kiasi kwamba sisi tunakumbana tuna athari za wanyama hawa, haswa ndovu na mbogo, ambao wakikimbizwa katika maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro wengi wanakimbilia katika wilaya zetu, haswa kule Lushoto. Kwa hiyo nitoe rai kwamba yale yote ambayo tumezungumza hapa kama mbinu za kwenda kuwadhibiti zifanyike kwa uwiano. Haipendezi sana kuona kwamba tunajenga vituo vya kuwakimbiza katika wilaya zingine afu tunaacha wilaya zingine katika ushoroba ule ule, kiasi kwamba maana yake ni kwamba unapowafukuza eneo moja kwa njia rahisi ni kwamba wanaenda kwenye eneo lingine. Kwa hiyo hilo muhimu sana kuliangalia. Kwa sasa, mpaka sasa sisi tumepoteza zaidi ya wananchi 4 wamevamiwa na ndovu na wamepoteza maisha, na mwananchi mmoja yeye amevamiwa na mbogo. Kwa jumla wananchi 5 katika halmashauri ya Lushoto, tarafa ya Umba. Lakini wananchi hawa takriban 1728 wanaendelea kusubiri malipo yao ya fidia mbalimbali ambazo wamechukuliwa taarifa zao zote, lakini mpaka sasa hawajalipwa fidia. Na hili lilikuwa pia ni agizo la Mheshimiwa Rais alivyokuja kwenye wilaya ya Lushoto tarehe 24 mwezi Februari. Alitoa maelekezo mahususi kwamba fidia hii kalipwe kwa haraka ili wananchi hao waweze kunufaika angalau na hayo malipo ya fidia. Lakini sambamba na hilo, sekta ya kilimo imeathirika. Zaidi ya ekari 5178 katika hiyo tarafa ya Umba, na sehemu kubwa hapa ni zao la mkonge, zimeathiriwa vibaya na wanyama hawa waharibifu. Na hii inasababisha kuwatia maskini watu wetu, kwa sababu kilimo kama cha mkonge mpaka kuja kuvuna kupanda mpaka kuvuna ni zaidi ya miaka 3-4. Sasa umeshaupanda unafikia katika hatua ya kuanza kuvuna, tembo wanakuja wanafika shamba zima. Hiyo kwa kweli ni kuwarudisha nyuma wananchi. Tunaomba jitihada ziongezeke ili kuhakikisha kwamba wananchi hawa wananufaika na rasilimali zinazowazunguka. Lakini Mheshimiwa Spika, hapa ninavyozungumza nina barua hapa kutoka ya wizara ambayo ilikuwa inazitaka halmashauri zaidi ya 44 ambazo zinazungukwa na hifadhi zipeleke vijana wasiopungua 5 ili wakapewe mafunzo maalum ya uhifadhi. Lakini katika mkoa wa Tanga, kwa maana sisi tunaozunguka hifadhi ya taifa Mkomazi, tuna Mkinga, Korogwe na wilaya ya Lushoto. Vijana wa Mkinga na Korogwe wamechukuliwa, lakini kule Lushoto vijana 5 mpaka sasa hivi hawajachukuliwa. Na tumepeleka barua yetu na nakala yake nayo hapa. Vijana hawa 5 kutoka kijiji cha Kivingo hawajaitwa kwenye yale mafunzo, na wenzao sasa wanakaribia kukamilisha mafunzo. Niombe wizara, hili jambo imeomba yenyewe na imeenda kuwasaili hawa vijana. Ni muhimu sana kuleta usawa katika taifa letu. Kama ambavyo nimetangulia kusema, haitapendeza majirani zetu wao wanafukuza tembo. Maana yake wakiwafukuza watakuja kwenye maeneo yetu. Sisi bila tutawezaje kuwaondoa katika maeneo yetu? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tungeomba sana lifanyiwe haraka, vijana hawa na wenyewe wakapate mafunzo. La pili, Mheshimiwa Spika, kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais hivyo aliahidi kutumegea eneo
kupitia msitu wa TFS, shamba la TFS pale Lukozi, takriban ekari 4 ambazo tumeomba. Barua zote tumezipeleka wizarani tangu mwaka 2023. Katibu mkuu nimewasilisha kwake, waziri nimekutumia nakala, naibu waziri nimekutumia nakala. Tunaomba sana. Mheshimiwa Rais siku ile ameeleza kwa ufasaha sana kwamba ombi hili lishughulikiwe haraka, kwa sababu kata hii ni kata ya kimkakati ambapo tunakusudia kujenga soko la kimataifa la mboga mboga, soko la kitaifa la kimataifa la mboga mboga, ili mboga mboga zote zinazotoka katika wilaya ya Lushoto zianzie katika eneo hili. Kwa hiyo tumeshafanya maongezi ya awali na wenzetu wa shamba wameridhia na wamezileta barua kwenye mamlaka zao ambazo ni ofisini kwako Mheshimiwa Waziri. Basi tunaomba kwa msisitizo huu na ile ahadi ya Mheshimiwa Rais, hili nalo liende likakamilike. Lakini la mwisho sio kwa umuhimu ni jambo la uvunaji wa hewa ukaa carbon. Kama Mheshimiwa Waziri utakumbuka, Mheshimiwa Rais alitupongeza wananchi wa Lushoto kwa kuwa watunzaji wazuri wa mazingira. Kwa hiyo na sisi tungependa tunufaike na utunzaji ule na uhifadhi ule wa misitu kwa kuvuna hewa ya ukaa. Tunakuomba sana wizara yako iwe msaada kwetu kutusaidia kupata elimu na mafunzo mbalimbali, kwa sababu misitu tunayo ya kutosha na wananchi wako na utayari wa kutosha, ili na sisi tuweze kushiriki katika fursa hii. Mheshimiwa Spika, naomba kuunga mkono hoja na kushukuru sana. Asante sana.